vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa walipewa kazi ya kujenga Ikulu yetu hapa Dodoma. Wakati ule rais alikuwa John Pombe Magufuli, na walipewa waijenge kwa muda mfupi sana. Vijana wale wamefanya kazi usiku na mchana. Rais Magufuli alipokwenda pale alishangaa hatua walioifikia. Akasema, nyinyi vijana wote zaidi ya 2000 ninatamka mtapewa kazi ndani ya jeshi kwa kazi nzuri mlioifanya ya ujenzi huu. Wakishamaliza hili jengo, usiwapeleke mahali popote, bali wapeleke jeshini wakaajiriwe, wawe wanajeshi wote. Kwa hiyo mkimaliza katika kipindi cha miezi miwili, mkishamaliza tu mwanze kuandaa. Hawa ninawapa ajira moja kwa moja. Walichokifanya ni kikubwa sana, lakini ninajua na ninyi mliosimamia hii kazi mmesimamia kwa uadilifu mkubwa. Mmefanya kazi kubwa sana. Mmetengeneza historia kwa nchi hii ya Tanzania. Hii Ikulu, wapo waliotaka watu wa nje kule kuja kutujengea. Uwezo ukajengewa nyumba, uwezo ukajengewa makao makuu ya nchi. Ndio maana mimi nawapongeza ninyi, ni mashujaa kama walivyo mashujaa wengine, kwa sababu mmetumia nguvu zenu, mmetumia busara zenu, lakini kwa nidhamu kubwa. Nilikuwa naangalia pillars na beams zilizojengwa pale. Yaani, kwa hiyo hongereni sana. Osi hongera, pamoja na makamanda wote na maofisa, hongereni sana. Mimi nimekuja hapa kuwashukuru tu. Leo hii ninapozungumza, wapo vijana wa JKT wapatao 436 ambao baadhi yao wamepata changamoto za kiafya kwa kufanyishwa kazi za ujenzi wa Ikulu na ujenzi wa miradi mingine ya kimkakati. Huyu ana mishono kidogo hapa, huyu ana kovu kidogo hapa, huyu ana changamoto ya kiafya. Eti serikali imeamua vijana hao walioahidiwa, sio na mwenyekiti wa kitongoji, sio na diwani, sio na mbunge wala mkuu wa wilaya, wameahidiwa na ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba nyinyi vijana wote jeshini. Leo hii vijana hao wamechekechwa 436 waliopata changamoto za kiafya wakiwa wanaihudumia serikali, wamerudishwa makwao. Kwa lugha nyepesi, bana yake wakajifie huko, au sio? Ngome ya vijana, kazi yenu kupaza sauti kwa vijana hawa. Haiwezekani ahadi ya Ikulu, ahadi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikawa ni kama kitu cha kawaida hivi. Rais anaweza kuahidi watu, alafu hao watu wasiipate hiyo ahadi. We must break that. Lazima tuvunje huo utamaduni, na tunauvunja kwa kusimamia ukweli. Natoa rai kwa Waziri wa Ulinzi, ahadi ilitolewa, vijana hawa wote 2000 watapata ajira jeshini. Kama wana changamoto za kiafya walizozipata wakati wanatekeleza wajibu wao jeshini, watafutiwe ajira mbadala ambazo zinawafaa. Na huo ndio msimamo wetu ACT Wazalendo. Na nitasimama mpaka tone la mwisho la damu yangu kusimamia utekelezaji wa ahadi iliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati ule wa Rais wa awamu ya 5, na ahadi ile inaendelea kwa sababu urais ni taasisi. Natoa rai nao watafutwa waliko. Tuzo wanaopaswa kupewa baada ya kupata changamoto za kiafya kwa kufanya kazi hiyo ni kuwachukua na kuwapa mazingira ya kufanya kazi. Kama hawawezi jeshi, JWTZ wapelekwe kwenye kazi nyingine.
Kama haziwafaa hizo, wapewe mitaji ya shukrani kwa kazi walioifanya. Ikulu, kujenga Ikulu. Inakuwaje mtu akajenga Ikulu alafu akaachwa azulule barabarani? Haikubaliki. We can't create a nation like that. Hatuwezi kujenga taifa la namna hiyo.